Naam, karibu tena mtazamaji. Mwanamume mmoja kutoka kijiji cha Emabusi, eneo bunge la Kholomani, kaunti ya Kakamega, amelazwa katika hospitali ya Shibwe chini ya ulinzi mkali baada ya kudaiwa kumuua mwanawe na kujeruhi wengine vibaya. Na mshukiwa huyo Nathan Shimenga baadaye alishambuliwa na wanakijiji kufuatia mauaji hayo yanayosemekana kutokana na mzozo wa kinyumbani na mkewe. Naam, Emily Chebet na taarifa zaidi. Ni huzuni na mshangao katika kijiji hiki kufuatia mauaji ya mtoto mwenye umri wa miaka 3 na wengine wawili pacha kwa kukatwa kwa panga na baba yao mzazi. Inadaiwa kwamba mshukiwa Nathan Shimenga wa miaka 43 alizozana na mkewe ambaye aliamua kutoroka na kurejea nyumbani kwao, jambo ambalo lilimchochea kutekeleza kitendo hicho cha ukatili dhidi ya wanawe. Huyu bwana hajawahi heshimu bibi yake tangu amuoe. Anapiga mtoto wenyewe usiku kila siku. Bibi ilibidi sasa aende. Alienda ya kwanza akarudi. Akaenda tena ya pili akarudi. Sasa juzi pia bibi kuenda akafuata bibi mpaka huko kawanyang'anya watoto wake. Kulingana na nduguye mshukiwa, hasira zilimpanda wakati alituma nauli kwa mkewe arejee kwake, lakini mkewe akadinda. Alianza jana hii kisirani, akakuja kuniambia nipatie namba ya baba ya dada ya bwana ya bibi yangu. Nataka kuongea naye. Wakati saa hiyo nilimpatia namba, akachukua simu yangu, nikaandika namba. Yule alimaliza tu kuandika namba, akaangusha yeye simu yangu chini. Akaanza kushika mimi mkono hivi zote mbili. Kumbe anatoa panga, akaanza kunikatakata panga. Amekata dada yangu, akakata nguruwe. Baada ya nguruwe akalala usiku, ameamkia leo asubuhi, amechukua watoto wake 3, ameenda kuwapeleka mahali na amewakatakata wote 3. Kulingana na baadhi ya familia ya mshukiwa na wanakijiji, mshukiwa aliwapeleka watoto hao kando ya mto ambako walitekeleza unyama huo. Asubuhi mimi nimekaa pale kwa mlango, naona kama mtu anafika, anapita, anasema piteni hapa. Na akona panga na akona chupa hapo. Sasa mimi niliogopa kwenda huko, maana yake akona panga na akona chupa nyingine. Wakati tumempata na watoto, kama amepanga watoto line, watoto walikuwa 3. Amepanga watoto line na ameshika panga nyuma. Sasa wakati tumefika hapo, akatuambia mlikuwa mnatafuta mimi, na ndiye amechukua panga na kuanza kukata watoto. Akakata mtoto wa kwanza akakufa hapo na hapo. Wa pili akaanguka chini, wa 3 akaanguka chini. Huyu mtoto anachosha sisi. Anafanyanga hivi tuko. Nikasema huyu mtoto anaweza kuua watu. Hata mimi alindikongako na mawe. Serikali, naomba Mungu saidie asirudi hapo. Akithibitisha kisa hicho, OCPD wa Kholomani Masai Makau amesema kuwa tayari uchunguzi umeanzishwa ili kubaini chanzo cha mauaji hayo. Emily Chebet, Runinga ya Citizen, Nairobi. Mtazamaji, naye mwanamke